Karibuni sana watu wa Mungu katika channel yangu siku hii ya leo. Natumai mmekuwa wazima. Hata mimi namshukuru Mungu baada ya pilika pilika nyingi za huku na kule. Karibuni sana watazamaji wangu na subscribers wangu ambao ni wageni. Tuendelee kubarikiwa sote. Na kushukuru wewe ambao umekuwepo siku zote, ambao umeendelea kuniunga mkono katika channel hii. Nataka ujue kwamba sikuchukulii kwa wepesi na kuthamini na nakupenda kwa jina la Yesu. Wewe ambao haujaweza kusubscribe, hauja kulike ama kushare katika channel yangu, na kuomba upate kufanya hivyo ili tuendeleze injili hii kwa pamoja. Karibu katika somo letu la leo ambalo ni somo pana kiasi, lakini nitatumia mambo machache kulingana na mazingira ya somo nitakayo yasoma. Tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba wa rehema kwa kuwa mwaminifu tena mkamilifu katikati ya maisha yetu. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu tunapokwenda kulisoma somo la leo. Tunaomba uwe pamoja nasi katika utukufu wa jina lako. Amen. Karibu. Tunajifunza kutoka Luka Mtakatifu mlango wa 18 mstari wa 9 hadi wa 14. Luka Mtakatifu mlango ni wa 18 mstari wa 9 hadi wa 14, na neno la Mungu linasema, akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo na wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, E Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, natoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, E Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, na yeye ajidhilie atakwezwa. Amen. Karibu. Kwa hivyo tumeona hawa watu wawili wako katika mazingira ya maombi, na kila mmoja wao alienda kwa maombi kwa wakati ambao aliona ni sahihi. Kwa bahati nzuri au mbaya, inaelekea ilikuwa ni wakati wa maombi ya jumuiya ama ya watu ambao wanaomba kwa pamoja, maana ilikuwa ni hekaluni. Na inawezekana pia ni wakati ambapo mtu aliamua kufanya maombi yake kwa peke yake, kwa sababu ukiangalia kila mmoja alisimama katika sehemu yake akifanya maombi yake kwa Mungu wake. So tuangalie katika maombi haya ni kitu gani ambacho huyu Farisayo alifanya ambapo kilifanya maombi yake akiondoka hakuweza kuhesabiwa haki. Jambo la kwanza, neno la Mungu linasema kwamba wengine wanajiona kwamba wamejikinai. Kwa hivyo ni jambo ambayo halimpendezi Mungu unapoenda katika maombi ukiwa umejikinai. Ukiwa umejikinai ina maana kwamba wewe unaona kwamba umejitosheleza. Wewe unaamini kwamba uko sawa. Wewe unaamini kwamba uko salama. Yaani Mungu anastahili akuone katika hali hiyo kwamba wewe uko sawa. Kwa hivyo hauna kitu cha kumbembelezea Mungu sana, kwa sababu jambo la kwanza unafanya yaliyo sahihi. Unaishi maisha ambayo Mungu anajua kwamba yako sawa. Kwa hivyo katika moyo wako tayari umejiona kwamba hata labda hii neema ya Mungu hauihitaji, lakini ungelijua kila wakati kwamba unahitaji neema ya Mungu, hakuna siku utajiona kwamba umekamilika mbele za Mungu. Yamkini ingekuwa
jambo la busara, hata kama huyu mtoza ushuru alikuwa anatoa ushuhuda, na kushukuru Mungu kwa sababu neema yako imenibeba ikanifikisha mahali nilipo. Neema iliyoniwezesha kutoa zaka, iliyoniwezesha hata kufunga. Lakini yeye aliona kwamba kufunga kwake kunampa unaitwaje, tiketi ya moja kwa moja kwamba Mungu amuone kwamba yuko sawa na yuko sahihi. Yeye kutoa zaka kila wakati katika mapato yake, aliona kwamba ni kitu ambacho kinamfanya Mungu amuone kwamba ni mtu aliyekamilika. Kwa mawazo ya huyu mtu aliona kwamba yeye hata hiyo neema ya Mungu ni kama haihitaji, kwa sababu yeye yale anayoyafanya yanatosha Mungu kumwona kwamba yuko sahihi. Kwa hivyo anamshukuru Mungu tu kwa sababu ameweza kuyafanya hayo, lakini hakuweza kutambua kwamba ni neema ya Mungu ndio inayomwezesha kuyatenda hayo. Ni vizuri kuishi maisha matakatifu ya kutokunyang'anya, ya kutokuwa wevi, maisha ya kufunga, maisha ya kufanya hayo yote. Lakini hayo sio tiketi yako ya kuendea nayo Mungu mbele zake, ukimwambia kwamba mimi nafanya haya, mimi nafanya haya. Haya ni mambo ambayo unatakiwa umshukuru Mungu kwa sababu ni ushuhuda unaotoa. Lakini kama kweli ni hali ya maombi, unataka kuongea na Mungu, angalau mwambie nilifanya haya, lakini naomba unipe tena neema ya kufanya zaidi. Lakini mimi hufanya. Hilo ni jambo ambalo linaonyesha kabisa kwamba wewe mbele za Mungu unajiona kwamba umejitosheleza na umetosheka. Na hiyo ilikuwa ni nia ambayo ameenda nayo kwa Mungu. Ameenda na nia kwamba yeye yuko sawa. Ni kama hakuna kitu cha ziada anachokihitaji. Haendi kuomba neema nyingine ya kufanya mambo mengine, lakini katika yale anayoyafanya yeye yuko vizuri na amekamilika. Sasa unapoenda mbele za Mungu na nia kama hiyo na attitude, sijui kwa Kiswahili inaitwaje, lakini unaenda kwa mbele za Mungu ukiwa na nia kama hiyo ambao umejikinai, unajiona uko sawa, bila shaka maombi yako yanaweza yasimguse Mungu. Lakini pia kitu kingine alichokifanya ni kwamba anasema mimi sio kama watu wengine. Je, unapokwenda mbele za Mungu unaenda kwa ajili ya nani? Nenda mbele za Mungu kwa ajili yako wewe peke yako, wewe mwenyewe. Kila mwanadamu amebeba mambo yake mengi tu ambayo ni maovu, mambo yake mengi tu ambayo ni madhaifu, mengi tu ambayo ameshindwa kuyatekeleza. Usijipeleke mbele za Mungu ukijilinganisha na yule, kwa sababu unapojilinganisha na yule mwingine, yeye sio kipimo chako. Ni vizuri kuwa kielelezo. Hakika watu wajifunze kutoka kwako, lakini wewe kuwa kielelezo haimaanishi kwamba wewe umekamilika. Je, inawezekana kipimo unachojipima nacho kwamba umekamilika sicho kipimo cha Mungu? Inawezekana kipimo unachoona kwamba ni sahihi mbele za Mungu hata wewe sio lolote. Kwa hivyo anafika mahali anajiona kwamba mimi sio kama yule mwingine, mimi sio kama huyu mtoza ushuru. Umepata wapi nafasi? Umepata wapi fursa? Umepata wapi ujasiri wa kujipima na mtu mwingine katika hali ya kiroho, ukaona kwamba umemshinda, ukaona kwamba uko salama kuliko yeye? Wakati mwingine ndicho kitakachofanya sisi tuliozoea kwenda katika mbele za Mungu ama kwenda kumsifu Mungu, ama tunaofikiri kwamba kwa kufanya matendo ya kiibada, kwa kufanya matendo ya kidini, Mungu amekamilika katika maisha yetu. Kudhana ya namna hiyo inakufanya unakuwa mbali za Mungu, na wakati mwingine unakosa kumwomba Mungu neema na rehema mahali panapostahili, na unaweza ukajikuta kwamba unafanya matendo mengi ya dini na unafikiri kwamba uko salama, lakini siku ya mwisho utakuja kushangaa Mungu akikwambia kwamba, ama Yesu akikwambia kwamba mimi sikuwajua. Hapa ndio mahali unafika unasema kwamba tulihubiri kwa neno lako, tulitoa pepo kwa jina lako, tulifanya
tulifanya hivi kwa jina lako, lakini Yesu Kristo akamwambia mimi sikuwajua. Kwa sababu gani? Tulifanya ama tunafanya matendo ya kiibada ya kila siku, tunafanya mambo ambayo tunafikiria ni mazuri, yanampendeza Mungu, lakini nafsi zetu na roho zetu ziko mbali sana na Mungu. Inawezekanaje wewe mwanadamu wa kawaida unayehitaji neema ya Mungu kama mwingine kuanza kujilinganisha na mwingine na kusema mimi si kama huyu mwingine? Yaani unamwona mwingine ni mwenye dhambi kukuliko wewe. Yamkini wewe huishi maisha ya dhambi ndio, lakini unafahamu kwamba una mapungufu yako ambapo unahitaji neema ya Mungu ikusaidie katika hayo. Na yamkini hata kama huyaoni, hata kama unaona kwamba uko salama, lakini ujue hata wewe ni mhitaji tu. Sisi wote ni wadhaifu, ni wahitaji mbele za Mungu. Kwa hivyo unapoenda mbele za Mungu usijilinganishe na mtu yeyote. Nenda mbele za Mungu kama wewe na ukapate kumlilia Mungu kama wewe. Kama kuna mambo Mungu amekusaidia kuyatekeleza, mshukuru Mungu kwa hayo, lakini utake zaidi neema ya Mungu. Ni jambo la kipepo shetani akuonyeshe kwamba uko sawasawa. Mara nyingi shetani anapokuhubiria na kukwambia wewe uko sawa, hauhitaji tena neema ya Mungu, wewe umekamilika, ujue anguko lako linaanza kufikia hapo, kwa sababu utakapomwendea Mungu katika nia hiyo ya kiburi, kwamba wewe hauko kama watu wengine, unajiona kabisa uko tofauti kulingana na kipimo chako mwenyewe, hakika ujue anguko lako limeanzia hapo, na ufanye hima upaondoke hapo mahali. Siku zote unastahili kujijua kwamba wewe ni mwenye dhambi. Unastahili kujua kwamba wewe una mapungufu. Unastahili kujua kwamba mapungufu yako ni tofauti na ya mwingine. Usione kwamba katika sehemu moja wewe uko vizuri, ukaona kwamba basi ndio umekamilika. Kuna mahali ambapo hauko vizuri. Tunaomba Mungu akusaidie katika hayo. Lakini kitu kingine ambacho mtoza ushuru amefanya ambacho hakikupendeza mbele za Mungu ni kwamba ujue kwamba mbele za Mungu mambo yote yako utupu. Hakuna kitu tunachoweza kumficha Mungu. Kwa hivyo hata unaposema mimi si kama huyu, mimi sifanyi hili, mimi sifanyi hili, unastahili kujua kwamba anayeona katika roho yako ni Mungu mwenyewe. Yamkini katika picha ya nje ama katika mazingira ya nje tunakuona kwamba uko sawa, na mara nyingi sisi tunatoa hukumu katika yale tunayoyaona. Yamkini unaniona kwamba niko sawa, hakuna ibada nakosa, hata katika kutunza muda natunza muda vizuri, hakuna huduma ambayo sifanyi, lakini hayo ni matendo ya nje. Anayeona ndani, anayeona nia yangu ya kuyafanya hayo ni nani? Ni Mungu mwenyewe, na hilo peke yake linatakiwa linitie hofu mimi mtu wa Mungu. Kwa sababu gani? Nijue kwamba Mungu haangalii kwa nje, lakini anaangalia mambo yetu ya ndani. Kuyafanya ya nje ni muhimu, tena ni mazuri, lakini kuyafanya kwa nje inaweza ikawa tu ni ile show ya nje, ni kule kuonekana muonekano wa nje, lakini muonekano wa ndani ni Mungu peke yake ndiye anaoona. Na muonekano wa ndani hatuwezi kumficha Mungu, kwa sababu vitu vyote viko utupu ndani yake. Ninawezekana na watu wananiona kwamba nina nguvu sana, lakini ndani yangu Mungu anajua huyu mtu ni mdhaifu kweli kweli. Ni neema yangu tu ndio inayomwezesha. Na hivyo ndivyo tulivyo. Inawezekana watu wamekuona kwamba wewe umesimama sana, lakini ukweli ni kwamba ni neema ya Mungu ndio imekusimamisha, na wala sio wewe peke yake. Inawezekana watu wanakuona kwamba wewe ni mkamilifu kabisa, yaani hata wakitafuta ni wapi unakosea hawaoni, lakini ukweli ni kwamba anayekuona kwa ndani, anayejua ukweli kukuhusu mkamilifu ni Mungu peke yake. Kwa hivyo mtu wa Mungu, kila wakati unapoenda mbele za Mungu ujue uko mtupu, na ujue kwamba Mungu anajua unayoweza kuyafanya na usiyoweza kuyafanya. Kwa hivyo usiende ukijitapatapa mbele za Mungu, mimi nafanya hili, mimi nafanya hili, mimi nafanya hili. Unafanya kumhesabia Mungu yale mambo ambayo unayafanya, na unafikiria kwamba anakufanya kwamba wewe unakubalika mbele zake. Mungu anakuona kwa ndani, na Mungu anauona moyo wako, na anaiona nafsi yako, na yeye mwenyewe anahukumu, labda anahukumu iliyo ya tofauti juu ya maisha yako. Kwa hivyo kuwa makini sana unapofanya matendo ya nje, ukifikiri kwamba hata Mungu amekubali kwamba yamekamilika.
sasa na tuone yale aliyoyafanya huyu mtoza ushuru. So tunapoenda mbele za Mungu, mtoza ushuru alienda kwa njia hii. Neno la Mungu linasema hakuthubutu hata kuinua macho yake, hakuthubutu hata kuinua mikono yake, lakini yeye mwenyewe alijipiga kifua akasema, yani aliomba maombi mafupi lakini yaliyomfikia Mungu. Anasema, Mungu uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Maombi yanayomfikia Mungu yanaenda kwa nia hii. Nia ya kwanza kabisa, unapoenda mbele za Mungu, jijue kwamba wewe ni mwenye dhambi. Yamkini kwamba umeokoka, tunamshukuru Mungu kwa hilo, lakini kuokoka kwako hakukufanyi moja kwa moja kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Unaweza ukaokoka leo, lakini dakika inayokuja ukaanguka, maana tunatenda dhambi kwa kuwaza, kwa kunena na pia kwa kutenda. Kwa hivyo kuokoka kwako siku hii ya leo na kusema nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana, sio moja kwa moja kupeleka mbinguni. Lazima uishi maisha kila sana kila wakati ambayo ni maisha ya toba. Kwa hivyo hata huyu mtoza ushuru kusema kwamba uniwie radhi mimi mwenye dhambi, haimaanishi kwamba siku hiyo ndio aliyokuwa ndio anampokea Yesu Kristo. Inawezekana, lakini inawezekana pia kwa sababu yeye anatambua kwamba yeye ni mwenye dhambi. Kumbuka hata kazi aliyokuwa anafanya, kazi ya utoza ushuru, ilikuwa inafanya watu wengi wawaite watoza ushuru enzi hizo wenye dhambi, yamkini kwa sababu labda ya jinsi walivyokuwa wanafanya kazi yao. Kwa hivyo yeye hata anapokuja mbele za Mungu tayari anajijua, mimi ni mwenye dhambi. Hata kuinua mikono yangu mbele za Mungu haistahili, hata kuinua macho yangu mbele za Mungu hata haistahili. Mungu uniwie radhi. Kwa hivyo unapokwenda mbele za Mungu, jijue kwanza kwamba wewe ni mwenye dhambi, unahitaji neema ya Mungu, unahitaji rehema za Mungu. Hauwezi kujiokoa, hauwezi kujitosheleza. Unamtegemea yeye ili aweze kukuinua, unamtegemea yeye ili aweze kukuokoa, unamtegemea yeye ili aweze kukutoa katika madhaifu ambayo uko ndani yake. Lakini pia lazima ujue kwamba neema ya Mungu ni kitu tunakihitaji kila sana kila wakati, sio jambo la siku moja, sio jambo la wakati mmoja. Neema na rehema za Mungu tunazihitaji kila saa na kila dakika katika maisha yetu. Swali ni je, mtazamaji wangu, mara ngapi umeenda katika maombi na ukainuka pale kama hukusikia mguso wowote wa Mungu? Maana baada ya haya maombi ya hawa watu wawili, neno la Mungu linasema kwamba yule mtoza ushuru aliinuka kwenda nyumbani kwake akiwa amehesabiwa haki kuliko yule Farisayo. Ni mara ngapi unaingia katika sehemu ya maombi na unainuka ukiwa mkavu, unainuka hata bila kusikia kabisa mguso wowote, hujasikia, hujapata amani katika roho yako. Maombi yako yanaweza kawa ni mafupi, lakini ni maombi ambayo yametikisa mbingu. Maombi yako yanaweza kawa ni mafupi, lakini akamgusa moyo wa Mungu. Kumbuka huyu aliomba maombi mafupi sana, niwie radhi mimi ni mwenye dhambi. Naamini kwamba alisema ni neema yako tu ndio inayonibeba, ni neema yako tu ndio itakayonisimamisha, ni neema yako tu ndiyo ninayohitaji. Wapendwa watu wa Mungu, kuomba maombi marefu ni muhimu na ni vizuri sana, lakini maombi hayo marefu unaoyaomba yamebeba nini ndani yake? Kama sio maombi ambayo ni Roho Mtakatifu anakuwezesha kuomba ipasavyo mbele za Mungu, unaweza ukajikuta unaomba maombi kama ya huyu Farisayo, ukijisifia tu mbele ya Mungu kwa yale ambayo umefanya, lakini ukasahau yale ambayo bado unayahitaji kwa Mungu wako. Kwa hivyo kuwa makini unapokuwa unaomba. Unaweza ukaomba maombi mafupi lakini yakawa yamemgusa Mungu. Inategemea umekaa katika hali gani. Lakini pia maombi mengine ambayo yanamgusa Mungu, lazima ujue kwamba ni maombi ambayo yanaendana na jinsi Mungu anavyotaka. Kumbuka Wayahudi walimwambia Mungu katika Isaya kwamba tumefunga na wewe huoni. Akawauliza, je, huo ndio mfungo niliosema watu wafunge? Nilioagiza watu wafunge? Mnafunga mkisikizisha sauti zenu.
na kugombana kila sana kila wakati, na kuwaendelea kufinyilia wahitaji. Je, unapoendelea kuomba mbele za Mungu, yale ambayo Mungu anataka uyafanye, je, yana maombi yako yanafanya maisha yako yanabadilika? Kwa sababu kama unaomba maombi ambayo hayafanyi maisha yako kubadilika, kama ulikuwa mwenye kiburi bado unakaa na kiburi chako hivyo hivyo, basi hakuna maombi unayofanya ambayo yanamfikia Mungu. Lakini maombi ambayo yanagusa moyo wa Mungu unapoyaomba, maana Roho Mtakatifu ndiye anayekuongoza, utakuta kwamba kila sana kila wakati unabadilika, na hata maisha yako yanaendelea kuonyesha kwamba hakika huyu anaenda mbele za Mungu na mkono wa Mungu uko juu ya maisha yake na unambadilisha. Kumbuka, unapoomba maombi yako yasiwe kelele mbele za Mungu, bali yawe manukato mbele za Mungu. Na maombi ambayo ni manukato mbele za Mungu ni maombi ambayo Mungu ameyakubali, na ni maombi ambayo Mungu ameyasikia. Kama ya huyu mtoza ushuru, tunasema kwamba amehesabiwa haki, kumaanisha Mungu aliyakubali maombi haya. Lakini naamini kwamba maombi aliyaomba huyu Farisayo mbele za Mungu, ni kweli, si kwamba hakuomba, aliomba, lakini Mungu aliyabebaji. Kwa hivyo kama alienda nyumbani hakuhesabiwa haki kama huyu, ina maana hayo maombi yalikuwa na mapungufu. Na kuna wakati ambapo Mungu anasema niondoleeni kelele zenu. Kwa hivyo lazima ujue mbele za Mungu kelele ni zipi, na maombi ambayo ni manukato ni maombi ya namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kuwa makini siku zote unapoomba mbele za Mungu, ujue kwamba Mungu anastahili kuheshimiwa. Mungu anastahili uende mbele zake kwa unyenyekevu wote. Usimwendee Mungu kwa kiburi ulicho nacho. Usimwendee Mungu kwa kisomo ulicho nacho. Usimwendee Mungu kwa yale ambayo umefanya yakapita. Inawezekana siku, miaka 2, 3 ulifanya mambo mazuri na kweli Mungu akayafurahia, lakini usiendelee kufikiria mambo ya miaka iliyopita umeyafanyaje, lakini leo masaa haya ambapo uko mbele za Mungu unaendelea kusimama katika hayo mambo yaliyopita, ama unaendelea kusimama katika kila sana kila wakati unaendelea kufanywa upya? Kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba tunafanywa upya kila siku na kila wakati, neema ya Mungu jinsi inavyoendelea kutubeba. Kwa hivyo inawezekana katika miaka iliyotangulia ulifanya mambo mazuri, lakini sasa hivi je, bado uko katika hayo mambo mazuri? Uko katika msimamo huu ambao ni mzuri, ili moto wako usiweze kuzimia mbele za Mungu? Kweli unahitaji neema yake. Kila saa unapoenda mbele zake, mwambie Mungu, nahitaji moyo mpya, nahitaji moto mpya, nahitaji Roho Mtakatifu aendelee kunifunulia yaliyo mapya, ili maombi yako yasiendelee kufifia. Ujue hakuna kitu ambacho hakichoshi katika ulimwengu tulio nao. Kila kitu, mahali popote unafika mahali, kama hata katika maisha yako unafika mahali nguvu zinaanza kuisha, zinaanza kupungua. Hata katika maisha yetu ni hivyo hivyo. Kuna maombi labda ulikuwa unaomba vizuri sana, ama ulikuwa unaomba kwa nguvu zaidi wakati uliotangulia. Jinsi umri unavyoendelea kuenda, ujue kwamba pia unahitaji neema ya Mungu zaidi na zaidi, ili iendelee kukubeba. Kuna mambo ambayo ulikuwa nayo na nguvu na moto mwingi sana kwa kusikiliza Roho Mtakatifu, lakini jinsi ambavyo umeendelea kuishi katika Ukristo, umeendelea kukaa mazoea, hata ibada zako nazifanya ni mazoea, lakini unajua kwamba nimejihudhurisha mbele za Mungu. Kwa hivyo kila sana kila wakati tunahitaji neema ya Mungu, tunahitaji kuendelea kuwa wanyenyekevu, tunahitaji kuendelea kumheshimu Mungu vile vile tulivyotangulia, ili maombi yetu yasiweze kuzuiliwa, ili maombi yetu yakaonekane manukato mbele za Mungu, ili maombi yetu yakapate kusikilizwa na Mungu atuhesabie haki tunapotoka mbele za Mungu. Naomba nikuombee siku hii ya leo, ili hata kama ulikuwa unaomba kimazoea, uache kuomba kimazoea, ili uombe maombi ambayo yatagusa moyo wa Mungu. Ninakushukuru Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwa ajili ya msikilizaji wangu. Naamini kwamba neno hili litakapata kumwamsha, akapate kujua ni jinsi gani ya kuenenda mbele zako. Wasaidie wale wote ambao tulikuwa tumekufa roho, wasaidie wale wote ambao walikuwa wamerudi nyuma, tusaidie sisi wote ambao Mungu wangu wakati mwingi tumefikiri kwamba tunaomba ipasavyo, lakini hatujaomba ipasavyo. Tusaidie sisi wote Mungu, tuombe jinsi inavyostahili na jinsi unavyotaka wewe, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
Asante msikilizaji wangu kwa kunisikiliza siku hii ya leo. Mungu aendelee kukubariki na aendelee kukutenda mema. Naomba katika sehemu ya maoni uniambie msikilizaji wangu, unanisikiliza ama umenitazama kutokea wapi? Nakupenda, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.